Unapofikisha miaka 30 mwili wako unaanza kukongoloka. Angalia hapa, unapokuwa na miaka 20 unakuwa unaimarika, unakuwa safi kabisa. Unaweza kuruka gorofani, unaweza kunywa sumu, kala mafuta, usifanye mazoezi na mwili wako hauna shida. Mwili unakusamehe. Kuanzia miaka 30 mwili hausamei, unaweka kinyongo. Sasa katika video hii ninakupatia vipimo 7 ambapo mtu yeyote mwenye miaka 30 na kuendelea, aisee, hivi vipimo ni muhimu uvipime. Hata kwa mwaka lazima upime hichi kipimo hata mara moja. Na narudia, nasema hivi, ni kosa kubwa kwa mtu mwenye miaka 30 kufanya check up eti ya UTI na malaria. UTI na malaria miaka 30. Na labda niseme hivi, hizi ndio video za kuangalia, sio video za vichekesho. Na kama unamfahamu mtu yote mwenye miaka 30, aisee, mtumie video hii. Na kama haya maarifa ninayotoa yanakusaidia kitu, aisee, hakikisha una subscribe ili nitakapotoa video yoyote uweze nayo kuiona. Kama inakufaa uiangalie, kama haikufai achana nayo. Nitaanza vipimo vyepesi, lakini ninapozidi kupanda vile vipimo ambavyo ni vya muhimu kweli kweli. Kipimo cha kwanza tuanze, pressure. Aisee, ninashangaa mtu ana miaka 30 afahamu pressure yake. Ni kosa kubwa kweli kweli. Alafu kipimo cha pressure, uzuri wake, hospitali nyingi wanapima bure au hata 1000 haifiki. Kwa kawaida mtu yeyote, mishipa yako ya damu na moyo huwa unazalisha pressure fulani ndani ya mishipa ya damu. Haitakiwi pressure kuzidi 130 chini ya 80, isizidi hapo. Na hii ni muhimu kwa sababu pressure ndio chanzo cha magonjwa mengine mengi kweli kweli. Magonjwa ya moyo, magonjwa ya stroke, magonjwa ya figo. Na bahati mbaya ni kwamba hata kama pressure ikipanda hainaga dalili yoyote. Mimi niko safi bwana, mimi niko safi tu. Uko safi? Naenda kapime pressure ujue. Na hichi kipimo angalau upime mara 2 kwa mwaka, Januari na mwezi wa 6. Na kama unavuta sigara, unakunywa pombe au nyumbani kwenu kuna wagonjwa wenye changamoto za pressure, baba au mama, pima mara kwa mara. Na labda niseme hivi, kipimo cha pressure ni kipimo ambacho mtu unaweza ukajipima wewe mwenyewe nyumbani. Na ndio maana mara nyingi wagonjwa wangu wote ninawashauri wanunue vipimo vya pressure hivi hapa. Na ni bei nafuu, 35,000, 40,000 unapata hivi vipimo. Hivi vipimo mara nyingi vinauzwa kwenye maduka ya vifaa vya hospitalini. Kama ufahamu wewe maduka, nitumie message kwamba unataka hichi kipimo. Popote ulipo Tanzania nitakutumia. Lazima kama una miaka 30 na kuendelea uwe una kipimo chako ndani cha kupima pressure. Unaweka tu unapima, sekunde 20 umemaliza, majibu yashatoka. Kipimo cha pili ni cha sukari. Hapa tuna vipimo viwili vya sukari. Kipimo cha kwanza ni ile ya sukari ya asubuhi ukiwa hujala chochote. Kipimo cha pili cha sukari ambacho ni cha muhimu ni kipimo kinaitwa HbA1c. Hichi kipimo gharama yake ni kama 30,000, 20,000. Kwa mtu yote mwenye miaka 30, vipimo hivi inashauriwa ufanye angalau kila baada ya miaka 3 ucheki hivi vipimo. Na kama nyumbani kwenu kuna changamoto ya sukari, wale watu wa kaskazini, Arusha, Moshi, Wachaga, kila mwaka cheki hichi kipimo. Na hichi ni kipimo cha muhimu kwa sababu changamoto ya sukari Tanzania inakuwa kwa kasi. Angalia Kenya na Uganda, sisi tuko huku juu kabisa, ni hatari. Kipimo cha tatu, aise, hichi ni cha muhimu kweli kweli, japo ni kipimo chepesi, uzito wako. Na sio rahisi hivyo. Sikia, tafiti zinaonyesha kwamba mtu yeyote ambaye ana mzani wake ndani, kila asubuhi akiamka, uzito wangu ngapi, 60 ngapi, 70 ngapi, anaona uzito wake. Watu hao huwa hawaongezeki uzito. Mimi kama daktari ninakushauri, nunua mzani uwe nao ndani, unajipima uzito wako kila siku. Kwa sababu gani? Uzito kuwa mkubwa ni changamoto ambayo ipo sana, na uzito kuwa mkubwa ndiyo chanzo kwa magonjwa mengi kweli kweli. Aisa, sijui nikwambia nini ili uweze kunielewa. Tunapata wagonjwa wengi wenye changamoto ya mifupa, mgongo, miguu, magoti. Uzito ni mkubwa. Punguza uzito. Ona huyu mama amekuja kwenye goti ndani, nilikuwa navuta, natoa damu iko hivi. Kisa nini? Ni uzito. Mpaka mifupa inaishiwa nguvu ya kuweza kuushikilia mwili wako. Mifupa kila sehemu inauma. Ugonjwa wa sukari, changamoto kubwa ni uzito. Aise, kuwa na mzani wako ndani, pima uzito. Kama una miaka 30 na kuendelea, fanya hivyo. Utakuja kunishukuru baadaye. Aise, kipimo cha 4 ni mafuta. Aise, kuwa makini na mafuta. Na ndio maana ukiwa na miaka 30 huwezi kula vyakula vile ambavyo ulikuwa unakula na miaka 10 na miaka 20. Angalia hapa, vipimo vya mafuta viko vipimo zaidi ya 5. Tunaangalia triglyceride, tunaangalia LDL, tunaangalia HDL, tunaangalia total cholesterol, tunaangalia ApoB. Hivyo ni vipimo ambavyo ni muhimu kweli kweli kuvipima. Na unajua ni kwa sababu gani? Mafuta yanapozidi ndani ya damu, yanazidi taratibu ndio yanapelekea magonjwa ya moyo, heart attack, magonjwa ya stroke, upungufu wa nguvu za kiume na changamoto nyingine mbalimbali ndani ya mwili. Na mara nyingi tunashauri hichi kipimo ndani ya miaka 3 angalau ucheki mara moja. Kwa wale wavuta sigara au wanywa pombe au kwenye familia yenu kuna historia hii, itabidi ucheki mara kwa mara. Angalau kila baada ya miaka 2 ucheki mara moja au kila mwaka ucheki. Sio mbaya. Aise, kipimo cha 5 cha kupima ni kipimo cha figo. Aise,
Sitaki ufanye ultrasound ya figo hapa, hapana, sio issue kubwa. Nataka ucheki figo inavyofanya kazi. Na hapa tuna vipimo vingi vya kupima vya figo. Vipimo vitatu vya msingi ni hivi hapa: kipimo cha creatinine, kipimo cha BUN na kipimo cha kuangalia mkojo kama kuna protini. Unapofanya vipimo hivi vya figo, mwambie daktari akupigie hesabu ya uhai wa figo wako, glomerular filtration rate. Unafanya vipimo vya figo na ambavyo viko vizuri, unaondoka zako nyumbani, ambapo daktari atakupigia hesabu, atakupatia uhai wa figo wako kwa asilimia ngapi. Je, 100%, 90%, au figo zako ziko hoi kabisa 20%, 10%? Bahati nzuri nitengenezaga video ya hata mtu mwenyewe, hata kama sio daktari, kupiga hesabu za figo yako ina uhai kiasi gani kwenye simu tu, kipimo ambacho kinaaminika kabisa. Ila bahati mbaya hiyo video imefutwa. Sasa subscribe video na irekodi tena upya kabisa, na nadhani baada ya muda si mrefu nitatoa hiyo video ya kupiga uhai wa figo yako wewe mwenyewe. Kipimo cha figo angalau kila baada ya miaka miwili mtu ufanye, sasa kuanzia miaka 30 na kuendelea. Kama uko bize, kwa sababu figo pia haiharibiki haraka, angalau kila baada ya miaka 5 ucheki kipimo cha figo. Hii ya figo ni muhimu kwa sababu zaidi ya 90% ya watu wenye changamoto za figo wao wenyewe hawajijui. Kipimo cha 6, fanya screening ya kansa. Hii sana sana kwa wanawake. Kuna kansa inaitwa kansa ya shingo ya kizazi au kansa ya matiti. Kama una miaka 30 na kuendelea, mtoto wa kike, wewe sasa hivi tena sio binti wale maslay queen, fanya screening ya kansa. Na mara nyingi fanya kila baada ya miaka 3. Kwa wanaume mara nyingi ukifika miaka 35 hapo 40, fanya screening ya tezi dume. Ni muhimu kweli kweli. Nafanya pia screening ya tezi dume, hiyo imeenda kwenye kansa ya tezi dume. Hospitali hivi vipimo vinafanyika kweli kweli, na usicheki kila mwaka, kila baada ya miaka 3 ndio naenda ukacheki. Kipimo kingine cha 7, kipimo cha ini. Watu wengi siku hizi wanakunywa pombe, tunakunywa madawa mengi, si ndio, ambao mwisho wa siku yote yanaweza akaenda kuharibu ini. Hakikisha unafanya vipimo vya ini. Kuna ALAT, kuna ASAT na vipimo vingine vingi kweli kweli, lakini angalau hivyo viwili vinaweza vikakupatia picha ya uhai wa ini lako. Lakini pia ningetamani pia ucheki na ultrasound, pia ultrasound ya tumboni ambayo inaangalia pia na ini, ili kuweza kuangalia je, ini lako liko vizuri, liko vibaya. Kipimo kingine cha nyongeza, kipimo cha 8. Unakutana na mtu ana miaka 30 bado hajacheki kipimo cha ukimwi mpaka leo hii. Ni kosa kubwa kweli kweli. Cheki kipimo cha ukimwi, kwa sababu utakapogundulika una changamoto ya ukimwi ukaanza dawa mapema, inavifubaisha vile virusi vya ukimwi na vinafanya vile virusi vya ukimwi visiutafune mwili sana na kufanya mwili wako ukongoloke, mpaka unapoanza kugundulika una ukimwi unaanza kutumia dawa, mwili umeshakongoloka vibaya mno. Anza kutumia dawa mapema, inasaidia na yale magonjwa nyemelezi, opportunistic infection, kuweza kuja mapema. Kacheki ukimwi. Hapo ndo mwisho wa video. Kama kuna kitu fulani umejifunza, hebu niambie chini kwenye comment, au kama una swali niambie chini kwenye comment. It's Dr. Daniel here.